sana kanisa la Mungu. Bwana asifiwe sana. Mwangalie jirani yako, mwambie jirani. Hujamwambia bado, mwambie jirani. Hujamwambia bado, mwambie jirani. Umependeza sana. Kwa jinsi ulivyopendeza jirani, ninaamini mara baada ya ibada hii nitapata nauli kutoka kwako. Mtu hawezi kupendeza hivyo afa kunyime nauli. Haleluya. Haiwezekani. Nataka tujifunze ujumbe ambao utabariki mioyo yetu na maisha yetu. Inua tu mkono wako juu kwa Bwana, sema Bwana Yesu. Gaza sauti yako, sema Bwana Yesu. Ninakushukuru sana kwa ajili ya siku hii ya leo, Jumapili ya kwanza ya mwaka huu. Ninaamini ya kwamba Bwana, Jumapili hii imebeba kitu cha baraka ndani ya mwaka huu. Ninaomba Bwana Yesu nipate kuelewa. Ninaomba Bwana Yesu unisemeshe kupitia Jumapili hii, limbuko la mwaka huu. Yesu, Bwana, maisha yangu ndani ya mwaka huu yawe yana mabadiliko chanya kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nimeitakasa na kuinunua Jumapili ya leo kwa damu ya Yesu kuwa mali yangu, ya kwamba itabeba riziki juu yangu kwa jina la Yesu. 2026 kwa ajili ya leo imebarikiwa. Kwa ajili ya leo haitakuwa na machozi. Kwa ajili ya leo haitakuwa na laana. Kwa ajili ya leo haitakuwa na huzuni. Kwa ajili ya leo haitakuwa na miiba. Kwa ajili ya leo haitakuwa na michongoma. Kwa ajili ya leo haitakuwa na jua kali. Kwa ajili ya leo haitakuwa na maji mengi. Kwa ajili ya leo haitakuwa na upepo mkali. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, 2026 nimeinunua leo kwa damu ya Yesu kuwa mali yangu, haitaharibiwa, haitavamiwa kwa jina la Yesu. Ndani ya mwaka huu Bwana utanibariki, Bwana utaniinua. Yale ambayo macho yangu hayajaona bado, ndani ya mwaka huu nikayaone, Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Shangilia Yesu kwa makofi mengi mengi. Amen. Ninaomba ninapofundisha leo nisikilize vizuri, alafu ufuatane na mimi pole pole. Kuna kitu ambacho ukikielewa na ukakishika na ukawa na imani, kitabadilisha maisha yako. Leo ni Jumapili nzuri sana. Leo ni Jumapili ya mwanzo wa mwaka. Kwa hiyo ni Jumapili ambayo inaweza ikabeba hatima ya mtu mmoja kwa ajili ya mwaka huu wote. Kwa hiyo wewe ambaye umepata nafasi ya kuwa hapa kwenye ibada, lakini pia yule ambaye anayeabudu nasi kwa njia ya TV online, basi Mungu atambariki na atayageuza maisha ya kwake. Na tutazungumza leo kuhusiana na kitu ambacho nimekipa jina, kinaitwa maisha ya maana. Maisha ya maana. Maisha ya maana. Tutazungumza kutokea hapa, na ninaamini ya kwamba kabisa Mungu atatubariki, lakini pia atayabariki na maisha yetu. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 16 na ule mstari wa 35. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 16 na ule mstari wa 35. Nitasoma hapo, naamini ya kwamba utabarikiwa. Maandiko yanasema, na wana wa Israeli walikula mana muda wa miaka 40. Na wana wa Israeli walikula mana muda wa miaka 40, hata walipoifikiria nchi iliyo na watu,
wakara ile mana hata walipoifikiria mipakani mwa nchi ya Kanaani. Na wana wa Israeli walikula mana muda wa siku 40. Muda wa siku 40. Na kitabu cha Yohana sura ile ya 6 mstari wa 49, Yohana sura ile ya 6 na mstari ule wa 49, maandiko yanaeleza, nasema, baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Ujumbe ambao tutautafakari hapa nimeupa kichwa kinachosema maisha ya mana, au unaweza ukasema ni mana life. Maisha ya mana. Mimi hapa ninazungumza kuhusu maisha ya mana. Sasa usifananishe ujumbe huu na majina ya huduma. Kuna huduma ambazo zina jina hilo mana ndani yake. Mimi sizungumzii huduma, nazungumzia kuhusu maisha ya mana. Nataka tuangalie mfumo wa maisha ya mana ambavyo ulivyo, na ambavyo huu mfumo wa maisha unaweza kuathiri maisha yako. Lengo la kujifunza ujumbe huu, nataka kuruhusu kwenye moyo wako mabadiliko ambayo yatakusaidia kwenye mwaka huu wa 2026. Nisingependa mwaka huu iwe kama mwaka jana, ama iwe kama mwaka juzi, ama iwe kama miaka 5 au miaka 10 iliyopita. Nataka nitengeneze kwenye moyo wako utupu ambao utaruhusu mabadiliko kwenye maisha yako. Kanisa na watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ujumbe huu unalenga kutengenezea badiliko fulani kwenye maisha. Kwa kama nitafundisha kuanzia muda huu mpaka nimalize, halafu hakuna mahali ambako umeona unahitaji kubadilika, basi kazi niliyotumwa na Bwana nitakuwa sijaifanya sawa sawa, na nitakuwa nastahili kufukuzwa kazi. Lakini naamini ya kwamba Mungu atatusaidia mimi na wewe, angalau kwenye moyo wako patengenezeke, angalau hata kama sio badiliko, basi angalau kiu ya kutaka kubadilika kwenye maisha ambayo uko nayo, ambayo unayaishi sasa hivi. Kwa ndio maana Mungu ametupa ujumbe huu mwanzoni kabisa mwa mwaka. Nimesoma maandiko mawili, andiko moja Agano la Kale, andiko jingine nimesoma kwenye Agano Jipya. Na lengo la kusoma haya maandiko, Agano Jipya na la Kale, nataka ni balance mzani wa Agano la Kale na Agano Jipya, ili napozungumza kuhusu maisha ya mana uweze kuona ni maisha ambayo yapo kwenye jamii yako na unahitaji msaada wa Bwana. Labda nianze kwa kuelezea maana yenyewe ni nini, kwa sababu kuna mtu nikiongelea maisha ya mana anakuwa haelewi nazungumzia kitu gani. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ile ya 16 kuanzia mstari ule wa 1, utaona ya kwamba wana wa Israeli walimwendea Musa na kumlilia Musa, wakimwambia ya kwamba umetuleta hapa ili tufe na njaa. Wakamwambia ya kwamba kule Misri tulikula nyama, tulikunywa maziwa, tulikula matango na matikiti maji. Kwaona tuko hapa, tazama tunakufa na njaa. Na Musa akaenda mbele za Bwana, akaomba kwa ajili yao, akamwambia Mungu, hawa watu wanahitaji chakula. Ona, wanasema umewatoa Misri ili uje uwaue hapa jangwani. Na Mungu akamwambia Musa ya kwamba kesho nitawanyeshea mvua ya mkate. Kesho nitawanyeshea mvua ya mkate. Mkate kwa tafasiri ya kawaida inaweza kutumika kama riziki. Kwa hiyo Mungu anaweza akamnyeshea mtu mvua ya riziki. Ni maombi yangu kwa Bwana ya kwamba 2026 Bwana akunyeshee mvua ya riziki katika jina la Yesu.
Na mtu mmoja mwenye imani aseme amen. Kwa Mungu akamwambia Musa ya kwamba kesho nitawanyeshea mvua ya mkate. Na asubuhi walipoamka walikuta kuna umande. Lile neno umande linamaanisha ukungu. Walikuta ukungu umejaa kwenye uso wa nchi. Tunajua kwenye ukungu hauwezi kuona kilichoko mbele ama kilichoko chini. Wale ambao wamewahi kukaa kwenye maeneo ambayo yana ukungu mkubwa sana. Na baadaye ule ukungu ukaanza kupotea. Ule ukungu ulipoanza kupotea, wakaona vitu vyeupe vya mviringo mfano wa skitu. Na hivi vitu vyeupe mfano wa skitu vya mviringo wakawa hawajui vinaitwaje. Wakawa hawafahamu ni nini hivyo vitu. Wana wa Israeli wakaanza kuulizana, ni nini hiki? Ni nini hiki? Ni nini hiki? Sasa kwa Kiebrania unapouliza ni nini hiki, unasema mana. Unasema mana. Kwa neno mana maana yake ni nini hiki? Ni nini hiki? Ndipo Musa akawaambia, hiki ndicho kile chakula ambacho Mungu alisema ya kwamba atawapa. Kwa kuwa hawakukifahamu jina la kile chakula, kikaitwa nini hiki. Kwa kile chakula kikaitwa mana, ikimaanisha ni nini hiki. Hii historia inafanana na historia ya Wasukuma. Msukuma wa kwanza kabisa kukutana na asali, alipoionja, aliposikia ule utamu wa asali, akajiuliza ni nini hiki. Kwa Kisukuma inaitwa buki. Ni nini hiki? Kwa mpaka leo asali kwa Kisukuma inaitwa ni nini hiki, inaitwa buki. Ni nini hiki. Kwa ndio maana Waisraeli na Wayahudi na Wasukuma wanafanana. Acha wivu. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Watu mna wivu mpaka mnaona wivu wa Wasukuma jamani. Hebu punga mkono wako namna hii. Kwa tuko pamoja mpaka hapo. Kwa hiyo kile chakula ambacho Mungu alikuwa anawapa wana wa Israeli jangwani ndio kikaitwa nini? Mana. Kwa tunapozungumzia mana, nazungumzia kile chakula ambacho Mungu aliwapa wana wa Israeli jangwani. Ndicho ambacho ninachokizungumzia. Sasa mimi ninataka ninakufundisha maisha ya mana. Kwa maisha ya mana nataka nikufundishe ule mfumo wa maisha ya wana wa Israeli walipokuwa wanaishi jangwani. Ndio ule mfumo wa maisha nataka nikuzungumzishe, nikufundishe. Na kiufupi ni kwamba ule mfumo haufai. Ule mfumo haupaswi kuwa maisha yako. Kwa nini? Yesu anasema baba zenu walikula mana jangwani wakafa. Kwa anasema mimi ni chakula cha uzima, kila anilaye mimi ataishi milele. Maana ni kwamba kwa mjibu wa Yesu mfumo ule wa maisha ya mana haufai, kwa sababu watu waliuishi na bado wakafa. Ila kuna mfumo ambao Yesu amekuja nao, ambao watu wakiuishi wanaishi milele. Kwa hiyo lazima ujue sasa mfumo wa maisha ya mana ukoje na watu walikuwa wanaishi kivipi, kwa sababu kuna watu ambao mpaka leo hii wanaishi kwenye mfumo wa maisha ya mana na hawajui. Kwa mwisho wa siku wanakufa. Mwisho wa siku vitu vyao vinakufa, maono yao yanakufa, hatima zao zinakufa, kesho zao zinakufa. Kwa ninaamini ya kwamba utaelewa mfumo wa haya maisha ya mana, ili wewe usiwe sehemu ya watu ambao wanaishi kwenye mfumo huu wa maisha ya mana. Sasa napotaka kuelezea maana ya maisha ya mana, nataka nielezee konsepti tatu. Konsepti ya kwanza. Konsepti ya kwanza ambayo nataka nielezee ni maisha ya mpito. Nataka nielezee concept tatu. Jambo la kwanza, nataka nizungumzie kuhusu maisha ya mpito.
Hizi ni concept ambazo nataka niziongelee hapa na kujengea msingi wa kuelewa napozungumza maisha ya maana nazungumzia dude gani. Nataka nizungumzie na wewe kuhusu concept tatu. Concept ya kwanza nimeisema maisha ya mpito. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 ule mstari wa 8. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 na ule mstari wa 8. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 na mstari ule wa 8. Maandiko yanasema hivi: nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Nchi njema, kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Naomba unisikilize vizuri, twende polepole. Ahadi ambayo Mungu alikuwa amewawekea wana wa Israeli mbele yao ilikuwa ni ahadi ya maziwa na asali. Tukizungumza kwenye eneo la chakula bila ufunuo, ahadi ambayo Mungu aliiweka mbele ya wana wa Israeli ya kutoka Misri ilikuwa ni maziwa na asali. Lakini wakiwa njiani, Mungu akawapa mana. Kwa tukubaliane ya kwamba mana aliyowapa, chakula kinachoitwa mana alichowapa, si chakula alichokuwa amewaahidi. Ahadi yake ilikuwa ni maziwa na asali. Kwa hiyo kama leo anawapa mana wanakula, kwa hiyo manake mana sio ahadi yake, sio kitu ambacho amewaahidi. Kwa hiyo labda tu anawapa kitu ambacho kiwabusti kwa muda ili wafike kwenye ahadi ambayo alikuwa amewaahidia. Kwa hiyo chakula kinachoitwa mana sio ahadi ya Mungu kwa wana wa Israeli. Ni chakula tu cha muda, ni chakula tu kwa ajili ya kubusti tu ili wafike kwenye ahadi. Mimi nilifikiria kwamba wakiwa jangwani walipolilia chakula, nilitegemea Mungu angewapa maziwa na asali ili waanze kuzoea, wakifika Kanaani wasiwe washamba wa maziwa na asali. Hili cha ajabu ni kwamba wanapolia wakihitaji chakula, Mungu anawapa mana. Kwa hiyo mana haikuwa ahadi ya Mungu kwa wana wa Israeli, kilikuwa ni chakula cha mpito. Kwa hiyo unapozungumzia kuhusu maisha ya wana wa Israeli wakiwa jangwani, unapozungumzia kuhusu maisha ya mana, hayakuwa maisha ambayo Mungu alikuwa amewaandikia, yalikuwa ni maisha ya mpito. Kwa hiyo haupaswi kufia hapo, haupaswi kuishia hapo, kwa kuwa hayo sio maisha ambayo Mungu amekuandikia, hayo ni maisha ya mpito. Sasa kama una ndoto kwenye maisha yako na bado ile ndoto haujaifikia, kama una mipango kama ambayo umeiandika Januari, una mipango, kwa maana yake ni kwamba ile mipango kwa kuwa bado haijatimia, leo unaishi maisha ya mana. Kwa nini? Kuna mahali unakwenda, kuna mahali bado haujafika, kuna ahadi ya Mungu amekuahidi unayo, haujafikia. Kama Mungu alisema ya kwamba utakuwa kichwa wala sio mkia, ila ukiangalia maisha yako leo, hata kuwa mkia vimegoma, yani hata tu kuwa mkia vimekataa, maana unaishi maisha ya mana, unaishi maisha ya mpito. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, mwambie jirani, kwenye maisha ya mana kukosekana ni ngumu. Okay, kama mnasema watu waga wanasema na dream house yangu. Kama una dream house unayo kichwani na bado hujaipata saa hii, maana yake una asali na maziwa kichwani, na leo hii kuna kitu unacho ambacho sio asali na maziwa, unaishi kwenye mfumo wa maisha ya mana.
Sasa kuishi kwenye mfumo wa maisha ya mana sio vibaya. Vibaya ni kufia hapo. Sasa Yesu anasema baba zenu walikula mana jangwani wakafa. Kwa ishu sio kuishi kwenye maisha ya mana. Kila mtu ana ndoto, kila mtu kuna mahali anakwenda, kila mtu ana mipango, lakini kuishia mahali bila kufika kwenye ile mipango ndio kubaya. Kwa hiyo kila aliye na ndoto, kila anayesafiri kuna mahali anaenda kwenye maisha, kila ambaye kuna mahali ameandika mikakati ya mwaka huu, ameandika sima proposal, ameandika sima dokezo, kila mtu ambaye kuna mahali anataka afike achieve, huyo mtu leo anaishi mfumo wa maisha ya maana. Kwa hiyo huu ujumbe ni wa kwako. Mwele jana yako, mwambie jirani, dayari yako imejaa ya mwaka jana mavitu mengi na bado hayajatokea. Kama uko hapa ni binti ama ni kijana wa kiume, una mpango wa kuwa na familia, lakini bado hata mchumba mwenyewe hajatokea, upo kwenye mana life. Kama kuna binti wa watu umeshamwahidi, mimi nitakuoa watu nivumilie, kuna mchongo nasikilizia, uko kwenye mana life. Kama kuna mchongo unasikilizia na bado haujatiki, wewe subiri, kuna mchongo unasikilizia, umeshamwambia mtu wa watu kuna mchongo nasikilizia, leo hii wewe unaishi kwenye mana life. Sasa jamii kubwa ya watu waga wanajuaga mana ni kitu kizuri. Yaani wanajuaga kitu fulani nimepewa na Bwana. No. Sasa tuendelee mpaka unafika mwisho utagundua kwamba mana ni uchawi. Yesu anasema baba zenu walikula mana wakafa. Sasa nisikize vizuri. Umeweka mipango yako kwamba mwaka huu unataka 1, 2, 3. Lakini hiyo mipango bado haijatimia. Sasa leo unaishije kwenye maisha ya maana? Umeweka una nyumba yako fulani ndio utakuja ujenge, una gari lako umeshaliandika mahali, gari langu ni mkaa yangu ni hii hapa. Lakini leo hii ndugu yangu, application ya Bolt ikifutwa leo. Ikifutwa leo, hujawahi kuandamana utaungana na waandamanaji. Lakini una bonge lako la ndinga ambalo umeliweka kwamba hii ndio gari yangu ya ndoto zangu. Leo wewe unaishi maisha ya maana, upo kwenye maana life. Na sio kitu kibaya. Kitu kibaya ni kufia hapo. Sasa watu wengi sasa maisha ya mpito ndio wameyafanya kuwa maisha yao halisi. Maisha ambayo wanatakiwa wapite tu, waende mahali, wengine wameridhika kabisa, wameona nimeshaua. Yaani hapa nilipo kwenye kiwango hiki nimeshamaliza kila kitu. No. Hiyo ni mana life. Upo kwenye maisha ya mpito. Kuna kitu kikubwa ambacho Mungu amekuandalia. Kanisa na watu wa Yesu, Bwana asiwe. Watu wa Mungu, Bwana asiwe. Kuna mtu ananielewa? Okay. Concept ya kwanza ambayo nitaka uidake napotaka kuelezea maana ya maisha ya maana ni hiyo maisha ya nini? Ya mpito. Kwa hiyo tumekubaliana wote hapa kwamba maisha ya maana ni maisha ya mpito. Jambo la kwanza. Jambo la pili, concept ya pili, nataka uelewe kuhusu maisha ya maana ni kuhusu kwamba ni maisha ya mfanano. Ni maisha ya mfanano. Ni maisha ya mfanano. Hii ni concept ambayo nataka uielewe kwamba ni maisha ya mfanano. Sasa nataka nikusomee mstari hapa ya ajabu. Nataka nikusomee mstari hapa
nataka nikusomee mstari hapa wa ajabu, utashangaa sana. Kitabu cha nianzie ile Kutoka 16:35. Ile Kutoka ambayo nimeisoma 16:35, maandiko yanaeleza yanasema hivi. Na wana wa Israeli walikula mana muda wa miaka 40. Sasa kwenye mfanano hapa kuna concept mbili. Kuna concept ya time, ya muda, alafu kuna concept ya jamii inayokuzunguka. Kwenye mfanano kuna issue ya muda, alafu kuna issue ya jamii inayokuzunguka. Maandiko yanasema wana wa Israeli walikula mana muda wa miaka 40. Maana yake tuashumu huu ni mwaka, labda ndio wako mwaka wa 20. Mwaka jana huyo mtu amekula jana amekula mana, juzi amekula mana, wiki yote iliyopita amekula mana, mwezi wote uliopita amekula mana, mwezi mwingine uliopita amekula mana, na ule mwezi mwingine amekula mana, na ule mwaka na ule mwaka na ule mwaka. Fikiria unakula chakula asubuhi, mchana na jioni, kila siku ni mana kwa muda wa miaka 40. Sasa fikiria tu sasa, wewe unajua wakati mwingine kwenye Biblia waga ni rahisi sana, sisi tunaosoma leo maandiko ni rahisi sana kuwalaumu wana wa Israeli kwa sababu wao walikuwa na shingo ngumu, walikuwa wajielewi, kwa sababu tu ni kwamba kwenye ile actual event wewe haukuwepo. Na ni rahisi kuwaona hawakuwa na imani. Hivi wewe mtu anakuambia kwamba Wamisri mnaowaona leo hamtawaona tena, alafu jamaa unaona wale wanakuja, alafu kuna bahari. Hivi ni rahisi tu kuiongea hapa, ni mkiwa kanisani hapo, kwa sababu Wamisri huwaoni. Lakini ingekuwa wewe ndio upo kwenye ile event, ile actual event, upo kabisa, ndio unaambiwa na Musa, Wamisri unawaona hapa, hautawaona tena. Na unamwona Farao huyo na majeshi, na unasikia na kishindo, alafu mbele kuna bahari. Kwa waga ni rahisi kuzungumza hivi, tupo kanisani tumekaa hivi, tunaangalia taa zinawaka mbele, kuna madhabahu, ni rahisi. Lakini ukweli ungekuwepo kwenye ile yale ya matukio, wewe mwenyewe ungekuwa wa kwanza kutokuwa na imani. Okay, wewe ule miaka 40, kuna watu hapa miaka 40 hamjafikisha kuzaliwa. Sasa fikiria sasa, yani tangu umezaliwa mpaka sasa hivi unakula chipsi dume, haina kachumbari, haina pilipili, haina ni chipsi dume. Angekuwa hata kama ni wewe, hawezi kuandamana. Halo? Hawezi kuandamana? Hawezi kuingia barabarani wewe? Sasa let's go on, hawakuwa na imani, walikuwa na mdharau Mungu. Yaani wewe tuchukue chakula unachokipenda basi. Unapenda nini? Chipsi kuku. Haya, chipsi kuku kila siku, asubuhi, mchana, jioni. Ukifika tu mwaka uko hoi. Mimi kuna watu nawafahamu ambao hawali kuku, kwa sababu familia yao walikuwa wanafuga kuku sana. Kwa hiyo alikuwa anakula sana kuku. Kwa hiyo sasa hivi ukubwani hali kuku kabisa. Unajua kuna watu hawali mayai. Kwa nini? Nyumbani kwao walikuwa wanafuga kuku, walikuwa wanakula sana mayai. Kwa mfano mimi sili ngano. Sio kwamba nafanya diet. Mama yangu alikuwa anapika miaka ile, anapika mikate, anapika mandazi, alikuwa kama nakabeka, alifanya kule kijijini. Kwa hiyo yani alikuwa anapika keki. Yani wilaya nzima keki alikuwa ni yeye. Wakati ule keki zile zilikuwa za sukari, unaweka na mayai, unakuwa unasugua. Ndio ilikuwa kazi yangu hiyo nikiwa mtoto. Unapewa mayai na sukari, unasugua mpaka ile sukari iishilie kwenye mayai mle. Kwa hiyo nimekula mno machapati, mimi keki siri. Hata siku ya harusi nilimwambia mke wangu, yani chukua keki ka uongo. Kwa nini? Wakati nikiwa mdogo nilikula sana nini? Ngano. Kwa hiyo yani ngano mimi imenikinai. Kwa hiyo yani siwezi, yani ni changamoto kwangu. Haya, miaka 40 sijafika.
Okay, wewe ushawahi kuona mkate mweupe? Yaani mkate mweupe afu wa mviringo, haujachomwa, haujahokwa. Ushawahi kuona sini wa Korea wale waga wanakulaga hivi vyeupe? Ushawahi kuona visini andazi jeupe hivi? Au chukua tu mfano wa andazi ambalo halijapikwa, yani ndio liko vile, yani ndio unapewa ule la mviringo vile, alafu miaka 40. Wale watu walikuwa wana imani jameni, walijitahidi. Okay, nataka uone ya kwamba hawa watu maisha yao kwa muda wa miaka 40 hayakuwa na mabadiliko. Maisha yao yalikuwa ni yale yale, leo, jana, kesho, ni vile vile, waliishi vile vile. Kama uamini, wewe nikupe verse moja hapa itakushangaza sana. Kuna mstari mmoja hapo ni wa maajabu sana. Kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 5. Huu mstari ni wa ajabu sana. Kumbukumbu la Torati 29:5. Kumbukumbu la Torati 29:5. Kumbukumbu la Torati 29:5. Kumbukumbu la Torati 29:5. Kumbuka hapo aliko tunatafuta maana ya maisha ya maana. Usisahau hilo. Kumbukumbu la Torati 29:5. Kwaona concept 3 ambazo nataka nizielezee hapa ndio tupate maana ya maisha ya maana. Kumbukumbu la Torati 29:5 nasema hivi: nami miaka 40 nimewaongoza jangwani, nguo zenu hazikuchakaa juu yenu, wala kiatu chako hakikuchakaa katika mguu wako. Huu ni mstari wa ajabu sana. Anayeongea hapa ni Mungu. Angeongea mtu mwingine tungesema anatupiga la macho. Anasema hivi: kwa miaka yote 40 ambao nimewaongoza jangwani, nguo ambazo ulitoka umezivaa Misri hazikuchakaa, wala kiatu ulichokuwa umekivaa hakikuchakaa. Yaani maana yake maisha ya maana, ukiwa una koti, ni mtoto umetoka Misri una miaka 10, una koti lako moja umepiga koti lako, ukiwa unakuwa na lile koti linakuwa, sasa unabisha. Sasa kwa mtu waamini, Biblia inasema ya kwamba nguo zako hazikuchakaa wala kiatu chako hakikuchakaa mguu. Maana mtoto aliyetoka Misri akiwa na miaka 10 anavaa kiatu namba 36. Kwa mpaka amefikisha miaka 40. Au tuachumu basi amefikisha miaka 40. Maana alikuwa na miaka 10, amefikisha miaka 40. Maana ni mwaka wa 30 wakiwa wapi? Jangwani. Kile kiatu ambacho alikivaa akiwa na miaka 10 hakichakai katika mguu wake. Maana ni kwamba akikua na kiatu kinafanyeje? Kuna mtu hataki kuamini. Yaani una mtu yuko hapa, mtumishi hiyo hamna. Sasa imeandikwa hivyo. Anasema wala kiatu chako hakikuchakaa mguuni. Maana yake ni kwamba kama ulitoka na kiatu, ni hicho hicho, ni hicho hicho, miaka nenda miaka rudi, ni hicho hicho, miaka 10 ijayo kiatu ni hicho hicho. Hayo ni maisha ya nini? Kuna wale watu wanasema nimenunua kiatu kigumu kina ngozi, ni mwaka wa 5. Unaishi maisha ya maana brother. Kiatu inabidi uvae leo. Namshukuru Mungu, yani hii gari yangu hii imedumu sana. Yani huu ni mwaka wa 9 ninayo. Hiyo ni maana life. Ukienda kununua kitu, nataka kitu OG ambacho kitakaa miaka mingi. Unaishi mfumo wa maisha ya maana ndugu yangu. Unaishi mfumo wa maisha ya maana. Unataka jana iwe leo, na leo iwe kesho, na kesho iwe kesho. Namshukuru mgeni baba mwenye nyumba yangu hana noma. Huu ni mwaka wa 15 nipo tu kwake, sijabadilisha nyumba. Ni maana life. Kwa sababu itakuwa uhame kwenye nyumba sasa, uende kwenye aina fulani ya nyumba.
Ndivyo inavyotakiwa. Lakini wewe umekaa pale pale chumba kile kile kwa miaka 15. Mfumo wa maisha ya maana unataka jana na juzi na leo na kesho vifanane. Mfumo wa maisha unataka wa maana unataka mwaka jana 2025 na 2024 na 2026 vifanane. Kama 2024 ulikuwa bachelor, maana life inataka na 2025 uwe bachelor, na 2026 uwe nani? 26 uwe nani tena? Mwangalia jirani yako, mtikise, mwambie jirani. Mtikise, mwambie jirani. Hujamtikisa bado? Mtikise, mwambie jirani. Ukikaa vibaya kwenye maana life na mwaka utapita. Sijui kama kuna hii concept inaingia vizuri. Sasa hiyo concept hapa nimezungumzia upande wa muda, kwamba mtu ambaye alikuwa ana nguo yake, ana suruali yake, ana sketi yake, ana gauni lake, ana wigi lake, miaka 40 baadaye wigi lile lile, suruali ile ile, shati ile ile, na haya maisha yapo. Unakumbuka Rubeni pamoja na Simeoni na ndugu zao wote walivyofika Misri? Unakumbuka walipofika Misri, Yusufu alipowaona aliwatambua, lakini wao walipomuona Yusufu hawakumtambua. Unajua kwa nini? Kwa sababu Yusufu baada ya kuwa amefika Misri, Biblia inasema kwamba akapewa jina jipya na vazi jipya. Kwa maana yake, ndiyo maana sio rahisi kumtambua nani Yusufu, kwa kuwa Farao alimpa jina jipya na vazi jipya. Lakini wao Rubeni, lile koti ambalo alimwacha nalo Yusufu baada ya miaka 17 ni lile lile. Ndiyo maana aliwapa mavazi ya kubadilisha njiani. Sasa mnakumbuka? Ndio amsomage Biblia. Lakini aliwapa moja moja. Mdogo wake yule wa tumbo moja ndo akampa mavazi mangapi? 5. Wale wengine shati moja, suruali moja, shati. Sasa mfumo huu wa maisha watu wengi ndo wanauishi. Maisha hayabadiliki. Miaka 15 iliyopita hakuwa na kazi, mpaka leo, mpaka jana, mwaka jana hana kazi. Mfumo wa maisha maana pia unakutaka na mwaka huu pia usiwe na nini? Na kazi. Haitakuwa hivyo katika jina la Yesu. Inua mkono wako juu kwa Bwana, sema Bwana Yesu. Ongeza sauti, sema Bwana Yesu. 2026 ninayakataa maisha ya maana kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ninatangaza mabadiliko mwaka huu kwa jina la Yesu. Mwaka huu haitakuwa kama mwaka jana kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Na mtu mwenye imani aseme amen. Pigie Yesu makofi mengi mengi Yesu. Kwa nataka hiyo concept ya maisha ya mfanano uielewe kwenye concept ya muda. Lakini hii pia ipo kwenye jamii inayokuzunguka, kwenye mfumo wa maisha ya maana. Kwenye mfumo wa maisha ya maana iko hivi: kama wewe unakula mana ukasema sasa hii chakula mimi imenichosha, hii chakula mimi imenikera, nataka kubadilisha menyu, acha niende kwa baba mdogo, nina anko wangu anakaa Mbagara Maji Matitu, niende kule nikabadilishe menyu. Ukifika pia kwa anko mdogo na yeye utakuta ni nini? Mana. Ukasema no, acha niende kwa shangazi, acha niende kwa kaka. Acha ukienda kule kwa kaka na kwenyewe utakuta ni nini?
ni mana. Kwa mfumo wa maisha ya mana unavyokutaka wewe ulivyo, uwe sawasawa na kaka yako, uwe sawasawa na mjomba wako, uwe sawasawa na mdogo wako, uwe sawasawa na baba yako, uwe sawasawa na shangazi yako. Mfumo wa maisha ya mana unataka mfanane. Ndio maana kuna watu wengi ambao wanaishi kwenye mfumo, kwenye mana life, kulingana na career zao. Kwa mfano, mimi ni taaluma yangu ya kwanza, shahada yangu ya kwanza ni ualimu. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Walimu karibia wote maisha yao ni mana life, wanafanana. Yaani mwalimu kabla mshahara haujaingia ulishaisha. Hawa naweza kuwaongelea kwa kuwa mimi ni mwenzao, si ndio? Na hawawezi kunifanya chochote. Ila kuna watu unaweza kusikia wanasema usiowe mtu wa taaluma fulani. Usiowe mtu wa wale watu wa taaluma hiyo wana hiyo mana life. Kuna namna ambavyo inawafanya wafanane. Watu wa Yesu Bwana asifiwe. Kwa mfano, wanaume hawapendi maswali, hawapendi kuhojiwa. Unasema na wengine wanasema usiowe watu wa taaluma fulani, wanahoji, wana maswali, wanauliza. Kwa wanaambizanaga, wao anawasikia mimi na wachora tu, lakini hao ambacho kinachowasumbua hawajui ni issue ya maana. Watu wa taaluma fulani ama watu waliosoma chuo fulani unaweza kukuta wanafanana. Yaani watu waliosoma Mzumbe, waliosoma IFM, unakuta wanaenda fanana, akili zao zinaenda namna yao walivyo. Kwa mfano sisi tuliosoma, mimi nilisoma Duse, miaka yetu sisi tulikuwa tunafanana wote. Ile fellowship yetu ile tulikuwa tunafanana wote. Ile fellowship yetu, kuvaa jezi ya mpira ni dhambi, kuvaa wigi ni dhambi, kuvaa suruali mdada ni dhambi, kujiremba sana ni dhambi. Na wote tulikuwa tunafanana vile wote. Baadaye mimi nikapata neema nikachoropoka. Ile wenzangu karibia wote. Lakini kwenye issue za Mungu tulikuwa serious kupitiliza. Tulikuwa tuna akili za kufanana. Kwa baadaye Mungu akaanza kumsaidia kila mtu mmoja angalau kwa akapata uelewa, akafahamu vitu. Ule ujinga tuliokuwa nao kafanyaje? Lakini wote ule ujinga tulikuwa nao wote. Yaani kwa hivyo kuangalia mpira ni dhambi. Mimi nimesoma Duse, sikuwahi kuingia uwanja wa taifa pale Duse, uwanja wa taifa pale. Sikuwahi kuingia. Nini? Kwa sababu akili zetu zilikuwa zinafanana wote. Kale kakundi kote tunafanana ubongo. Mana life. Maisha ya maana anataka huyu akiwa hivi na wewe uwe hivi, na wewe uwe hivi, na wewe uwe hivi. Ndio maana kuna ndugu yenu ambaye ana kazi na wewe huko hapa hamna kazi, ila maisha yenu yanafanana. Mwenye kazi anampigia simu asiye na kazi kumkopa hela. Yaani maana life, maisha ya maana yalivyo, yana huo mfanano. Watu wa Yesu Bwana asifiwe. Watu wa Mungu Bwana asifiwe. Kwa wewe unaweza kupambana uwe tofauti, ila upo kwenye mfumo wa maana. Mfumo unakutaka uwe sawa na kaka yako. Mfumo unakutaka uwe sawa na mama yako. Ndio maana kama watu wengi, kama mama baba alikuwa ni mwalimu, wengi waliosoma ualimu. Kama kweli una madaktari, wengi mnasoma udaktari. Kama yani mfumo unataka uwe sawa. Familia ambazo kuna biashara, watoto wao wengi wamekuwa wafanya biashara. Kwa nini? Mfumo wa maana unataka alivyo baba, alivyo mama, alivyo shangazi, alivyo na wewe hivyo. Ndio maana kama kuna mfumo fulani wa maana uliingia kwenye kabila fulani, watu wa kabila hilo wanakuwa watu wa aina fulani. Kwa nini? Mfumo unawataka wao hivyo. Mchaga, mfumo unamtaka awe mfanya biashara. Kwa kwenye shule kwa anapambana sana, anatumia nguvu nyingi sana. Watu wa Yesu Bwana asifiwe. Tunaelewa, tunaenda hatua. Kuna kitu unaelewa hapa ninachozungumza? Okay, nizungumzia concept ya tatu. Alafu ndio nitoe maana sasa. Kwa hiyo naweza nikamaliza kuhubiri naelezea maana. Concept ya tatu ni hakika ya mapenzi ya Mungu.
Concept ya tatu ni hakika ya mapenzi ya Mungu. Hakika ya mapenzi ya Mungu. Hakika. Tuseme hakika ya mapenzi ya Mungu. Sauti haijatoka. Kuna watu hawawezi kuandika huku wanaongea, tusubiri wamaliza kuandika tuongee kwa niaba yao. Tuseme tena. Kitabu cha Warumi sura ile ya 12 mstari ule wa 2. Kitabu cha Warumi sura ile ya 12 mstari ule wa 2. Kitabu cha Warumi sura ile ya 12 mstari ule wa 2. Maandiko ya Mungu yanasema hivi: wala usifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika ya mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kumpendeza na ukamilifu. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Nitaka ujue hilo neno hakika ya mapenzi ya Mungu. Kuna kitu kinaitwa will of God, alafu na kitu kinaitwa perfect will of God. Kuna mapenzi ya Mungu na hakika ya mapenzi ya Mungu. Kuna kitu ni Mungu amekupa, lakini sio perfect will yake. Yeye angependa akupe kitu fulani, ili kwa sababu umezingua ama kwa sababu umemsumbua sana, anaamua akupe hicho. Ila alichokupa ni Mungu kakupa, lakini sio perfect will. Mungu ana mapenzi yake na ana hakika ya mapenzi ya Mungu. Sauli kuwa mfalme ni mapenzi ya Mungu. Ni Mungu ndiye aliyemchagua Sauli awe nani? Mfalme. Lakini sio hakika ya mapenzi yake. Kwa sababu gani? Mungu yeye ndiye alitaka awe mfalme juu ya Israeli. Ile ndiyo perfect will. Lakini wana wa Israeli wakaamua kulia, kumuomba Mungu, yeye Mungu, ona sasa sisi hatuna mfalme, wana mataifa mengine wana mfalme, na sisi tunaomba tuwe na wafalme kama mataifa mengine. Samueli akakataa, akasema hapana, hizo issue kama hizo. Mungu amwambia Samueli, usibishane nao hawa watu hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi. Kwa nitawapa mfalme kama wanavyotaka. Kwa hiyo Mungu akamchagua Sauli kuwa nani? Mfalme. Alimwambia Sauli, yale yote ambayo Israeli wameyatamani umepewa wewe na watu wa nyumba yako. Kwa hiyo Sauli kuwa mfalme ni mapenzi ya Mungu. Ni Mungu ndiye aliyemchagua Sauli kuwa nani? Mfalme, lakini sio hakika ya mapenzi ya Mungu. Mungu kuwapa wana wa Israeli mana ni mapenzi yake, lakini sio hakika ya mapenzi yake. Kwa nini? Hakika yake ni maziwa na nini? Wangapi wanamfahamu mfalme anaitwa Suleimani? Tunamfahamu Suleimani, si ndio? Solomoni. Wangapi wanamfahamu mama yake na Suleimani? Mama yake ni nani? Berisheba, si ndio? Berisheba ni nani? Berisheba ni mtoto wa Elima, mjukuu wa Ahithofeli. Berisheba ni nani? Berisheba ndio yule aliyekuwa mke wa nani? Wa Uria, ambaye Daudi alimuua nani? Uria, ambaye Daudi alizini na Berisheba akiwa mke wa nani? Wa Uria. Akazini naye, baada ya kuwa amezini naye, baadaye akamuua Uria mume wake, baadaye akamtoa Berisheba akawa mke wake, na yule mtoto alifariki, ambaye alipatikana baada ya kuwa amezini na amezini na Berisheba. Lakini kwenye tumbo hilo kwa mwanamke huyo akaja akazaliwa nani? Suleimani. Kumbuka Suleimani ndiye aliyechaguliwa na Mungu kuwa nani? Mfalme. Kwa hiyo Suleimani kuwa mfalme ni mapenzi ya Mungu, lakini sio hakika ya mapenzi ya Mungu. Unajuaje? Kama ni hakika ya mapenzi ya Mungu kibinadamu, naweza ukasema hivi, aliyemtuma Daudi kwenda kuzini atakuwa ni Mungu.
ili akishaazini Daudi mwanamke apate mimba, halafu amuue mume wake, halafu amchukue yule mwanamke aje akae naye, halafu amzae yule mtoto afariki, baadaye aje ashike mimba amzae Suleimani, ndio Suleimani ajawe nani? Ajawe mfalme. Kwa hiyo Suleimani kuwa mfalme sio hakika ya mapenzi ya Mungu, sio perfect will. Kwa sababu Daudi asingezingua, Daudi asingezini, Mungu akitafuta mfalme mwingine kutokea kwenye wake zake au mke wake yule ambaye aliyekuwa naye. Kwa hiyo ukisema ya kwamba Suleimani ni mapenzi ya Mungu, ni hakika ya mapenzi ya Mungu, unamaanisha ya kwamba Mungu ndiye alimtuma Daudi kwenda kuzini. Kwa Mungu anashabikia uzinzi? Hapana. Kwa hiyo ile ya kwamba kuna kitu Mungu amekupa, usifikiri ndiyo hakika ya mapenzi yake. Kuna kitu kingine anakupa ili usogeze siku, ili alichokuandikia aje akupe baadaye. Sasa kuna watu wengine wakipewa vile vya mapenzi ya Mungu wanajua haleluya Bwana, haleluya, haleluya, umetenda Bwana, hakuna kama wewe. Anaishia hapo. Kumbe kuna perfect will. Na kuna kitu kimlazimisha Mungu akupe, anakupa, lakini sicho ambacho alitaka. Okay, hivi kama wana wa Israeli wangesingemuomba Mungu chakula, wakamlilia Musa, tupe chakula, tunakufa hapa, nini kingetokea? Unafikiri wangekufa na njaa? Nini kingetokea? Okay, kama kiatu kilikuwa na mtu hakichakai, mtoto wa miaka 5 akafika miaka 45, kiatu ni kile kile, akikuwa kinakuwa issue ya msosi ndio ingemshinda kuifix kesa sawa sawa? Hapana. Kwa hiyo kuna hakika ya mapenzi ya Mungu. Sasa ukitaka kuwa haya, hizi concept 3 sasa, ukitaka kutengeneza maana ya maisha ya maana, unasema hivi: maisha ya maana ni maisha ya mpito yenye mfanano kabla ya hakika ya mapenzi ya Mungu. Nataka kudefine sasa maisha ya maana kama ulivyokuwa na define what is biology na what is matter. Unasema maisha ya maana ni maisha ya mpito yenye mfanano kabla ya hakika ya mapenzi ya Mungu. Maisha ya maana ni maisha ya mpito yenye mfanano kabla ya hakika ya mapenzi ya Mungu. Kupitia kwenye hiyo definition, kuna mtu hajaelewa hiyo definition? Hiyo maana kuna mtu hajaelewa? Kwa sababu nimeshaelezea maisha ya mpito, nimeshaelezea maisha ya mfanano, nimeshaelezea hakika ya mapenzi ya Mungu. Kwa kabla hujafika kwa hiyo asali na maziwa ndio ilikuwa ni hakika ya mapenzi ya nani? Lakini kabla hawajafika kule, kuna maisha Mungu aliwapa hapa katikati. Haya maisha sio ya kwao, ni maisha ya nini? Ya mpito. Na nature ya yale maisha ilikuwa ni maisha ya nini? Ya mfanano. Kwa kama kuna mahali unaenda haujafika, na ndio maana sasa mtu yeyote ambaye hajafika kwenye destiny yake anafanana na wengine. Mtu yeyote ambaye hajajipata anafanana na wengine, anaimba kama wengine, anahubiri kama wengine. Kanisa nalochunga liko sawasawa na makanisa mengine. Anafanya ibada kama wengine, anatoa sadaka kama wengine, anapotoa zaka anatoa zaka kama wengine. Sasa watu wengi, kwa mfano zaka unatoaga 10% neti, unatoa zaka kama wengine, lakini haiko hivyo. Sio lazima iwe 10 neti. Kuna mtu mwingine anatafuta mpaka change ili apate 22,500, yani iliwe zaka kamili. Wewe unatoa zaka kama wengine. Okay, kuna andiko linasema hivi: kama haki zenu msipowazidi waandishi na Mafarisayo, kamwe hamtaingia katika ufalme wa mbinguni.
Kwa hiyo ili uingie kwenye ufalme wa mbinguni lazima uwazidi Mafarisayo na waandishi. Sasa hili andiko ni baya. Hiyo ni Mathayo 5:20. Ni baya, halifai. Yaani unaweza kutamani lifutike. Ila ni jepesi kama haujui ni kitu gani ambacho Mafarisayo walikuwaga wanafanya. Halafu ili mimi niingie mbinguni napaswa ni wazidi. Ukishajua utaona kifanya, utapiga yowe. Kwa mfano, jambo la kwanza, Mafarisayo walikuwa wanafunga mara 2 kwa juma. Yule Farisayo wa kwanza akasema, Bwana, mimi sio kama watoza ushuru, mimi hufunga mara 2 kwa juma. Kwa kila wiki Farisayo anafunga mara ngapi? Haya, shosti, mwaka jana umefunga mara ngapi kwa juma? Ulifunga mara ngapi kwa mwaka mzima? Ulifunga kila wiki unafunga mara ngapi? Haya basi tuyafute mwaka jana, tuanze mwaka huu sasa. Leo ni tarehe 4. Tumeshaanza Januari. Tuna siku ngapi zimebakia? Siku 3. Kwa hiyo ili umzidi Farisayo, siku zote zilizobakia kufikia tarehe 7, kufikia tarehe 7 inabidi ufunge zote. Kwa kuanzia kesho ufunge na kesho kutwa na kesho na ile kesho kutwa nyingine. Uko tayari? Au tuyaache haya sio ya Mungu? Okay, Mafarisayo walikuwa wanatoa zaka za mnanaa na mchicha. Kwenye eneo la zaka Yesu aliwapa tiki. Kitabu cha Luka 11:41 anasema hivi, ole wenu Mafarisayo mnaotoa zaka za mnanaa na mchicha na mboga za kila aina, huku mnaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Iliwapasa kuyafanya hayo kuwa ya kwanza bila kuyaacha haya ya pili. Shida ya Yesu na Mafarisayo ni kwamba Farisayo akienda kutoa zaka, anatoa zaka za mnanaa na mchicha, lakini yeye anaacha mambo ya adili. Anatoa zaka huku anasengenya watu, anatoa zaka huku anatukana watu, anatoa zaka huku anafanya uzinzi. Kwa hiyo mnatoa zaka za huku, mnaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Anatoa zaka huku anasema watu vibaya, huku iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha haya ya pili. Maana unapaswa utoe zaka huku pia unaonyesha maadili na kuwa na upendo wa nani? Wa Mungu. Kwa shida ya Mafarisayo haikuwa kwenye zaka, ilikuwa ni matendo baada ya kuwa wametoa nini? Zaka. Kwa hiyo Mafarisayo kwenye zaka wako vizuri, wanatoa zaka mpaka za mnanaa na mchicha na mboga za kila aina. Kwa andiko hili bila ufunuo, maana yake Farisayo akienda kununua nyama kilo 1 anaitolea zaka ile nyama kilo 1. Alafu maandiko yanasema kama usipowazidi kamwe hautauona shosi una mbingu. Au ndo bajaji haitaja. Kwa hiyo zaka sio 10 neti. Ndio maana inaitwa sadaka ya mafungu ya 10. Sio 10 neti. 10 neti ni wale wanaojifunza kutoa zaka, ndio wanatoaga 10 neti. 10 neti ni standard ya Yakobo. Alisema mimi nitakutolea mara ngapi? Sehemu ya 10. Okay. Agano la Kale walitoa zaka kwa mfumo wa Lawi. Agano Jipya wanatoa zaka kwa mfumo wa Melkizedeki, kwa sheria ya Melkizedeki ambaye ni kuhani mkuu, ambaye ni Yesu Kristo. Sasa kitabu cha Waebrania sura ya 7 kinahoji, kinasema kama Lawi apatikanaye na mauti alipokea sehemu ya 10, je, si zaidi kwake yeye ashuhudiwaye ya kuwa anaishi milele? Kinahoji kinasema kama Walawi, kwa sababu agano la Kale aliyekuwa anapokea zaka ni Mlawi. Agano Jipya anayepokea zaka ni kuhani mkuu mfano wa Melkizedeki, anaitwa nani? Yesu Kristo. Kwa agano Jipya ukipeleka zaka kanisani, anayepokea ni nani? Ni kuhani mkuu ambaye nani? Yesu Kristo. Hasa maandiko yanahoji, yanauliza hivi, kama Lawi apatikanaye na mauti alikuwa akipokea zaka, je, si zaidi kwake yeye ashuhudiwaye ya kwamba anaishi milele? Mlawi alikuwa anapokea zaka na alikuwa anafanyaje? Anakufa. Biblia inahoji, Yesu
ambaye anashuhudiwa anaishi milele, kwake si zaidi? Kwa hiyo kumpa Yesu fungu la 10 neti kamili ni kumdogosha, kumlinganisha na Mlawi. Lazima uende unaongeza ka 1% au 2%. Naona umekasirika. Wewe sio wa kwanza. Haya mambo ya sadaka yanakasirisha. Kaini alipoambiwa mambo ya sadaka alifanyeje? Alikasirika, uso kwa kunjamana. Kwa wewe sio kwa usijisikie vibaya. Hauko peke. Kanisa na watu wa Mungu, Bwana asiwe sana. Kwa hiyo nitaka tuone hiyo maana ya maisha ya nini? Maisha ya maana. Maana yake ni nini? Ni maisha ya mpito yenye mfanano kabla ya hakika ya mapenzi ya Mungu. Kwa at least leo tumepata hiyo maana. Nafikiri watoshe. Halafu next week sasa tutaweka vikorombwezo, ni nini, inakuaje, yani ikoje, unafanyeje? Au kuna mtu kiwa haijakatika? Au kuna mtu hajatosheka bado? Okay, labda nikupe dondoo kidogo. Nikate kiu ya huyo yule pale. Madam, unaitwa nani? Hamna jina jingine? Hakuna? Halipo? Kuna tarautani unaokutania? Ile siwezi kulitamka. Hamna jina la pili? Ana Joyce. Ana Joyce na wewe. Ile inafanana kule kwetu. Majina ambayo mimi sikuyasikia utotoni, ukubwani yananishinda. Labda okay, fungua kitabu cha Kutoka. Nikupe hints kidogo, lakini hii ni kwa ajili ya Ana Joyce. Kutoka sura uone maajabu ya maisha ya maana kidogo, alafu tukutane next week. Maisha ya maana. Ijumaa huwa tuna ibada? Hapana, bado mwaka hujafunguliwa. Kutoka nimeambiwa Kutoka ngapi? 16 nataka nikate kiu ya Ana Joyce. Angalau kidogo nimpe hints kidogo moja tu inayohusiana na maisha ya maana. Maisha ya maana na kitu cha ajabu sana. Hayafai. Kutoka sura ile ya 16 mstari wa 21 uone maajabu yake kidogo. Naanzia mstari wa 10 na okay. Ngoja nichukue hii ya 16 hadi 18. Kutoka 16 nisome hii ya 16 hadi 18. Nikupe hii kidogo alafu then nikuache. Inasema hivi, Kutoka 16 hadi 18 inasema hivi: neno hilo ndilo aliloliagiza Bwana, okoteni ninyi kitu hicho, kila mtu kama ulaji wake ulivyo, kichwa pishi kama hesabu ya watu wenu ilivyo, ndivyo mtakavyotoa kila mtu kwa ajili ya hao walioko hemani mwake. Wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota, wengine zaidi, wengine kupungua, wengine zaidi, wengine kupungua. Nao walipoipima kwa pishi, yeye aliyekuwa ameokota kingi hakubakiwa na kitu, na yeye aliyekuwa ameokota kichache hakubakiwa. Wakaokota kila mtu kama ulaji wake ulivyo. Naomba watu wawili waje hapa. Watu wawili chapu. Watu wawili, alafu watu wawili msama hapa. Sameni hapa mbele. Watu wawili, alafu naomba uniazime notebook yako na Biblia. Notebook yako na Biblia. Na Biblia yako. Na mtu mwingine aniazime. Niazime apostle. Mtu mwingine aniazime notebook yako.
Sikagui mwandiko. Okay. Yeah, alafu nisaidie kata hiyo ya kwako hii mtumishi. Hii ni basha. Okay, asante. Sasa ilikuwa hivi kwenye mfumo wa maisha ya amana ulivyo. Hii ni kwa ajili ya Ana Joyce. Walipoenda kuokota mana ile asubuhi, sasa Musa akamwambia waende mkachukue ile mana. Kuna wale waliookota kingi. Hawa ni watu, huyu mtu anabidii kweli, anabidii. Sasa hapa nataka nikuonyeshe namna ambavyo mfumo wa maisha ya amana unavyo standardize, yani wewe ufanane na wengine. Huyu akaokota, wengine wakaokota kingi. Huyu ni mtu mwenye bidii. Alafu kuna huyu mzembe wa mwisho kabisa, akaokota kidogo, kichache. Kuna huyu ameokota mikate 1, 2, 3, 4, 5, mikate 5. Alafu kuna huyu yeye mwamba, yeye ni mzembe, mvivu, kaokota siresi 1. Sasa walipoenda kuandaa sasa kwa ajili ya chakula, bila sema kwamba aliyekuwa ameokota kingi hakubakiwa na kitu, na aliyekuwa ameokota kichache hakupungukiwa na kitu. Aliyekuwa ameokota kingi ili ashibe lazima ale mikate yote amalize, ndio anashiba. Aliyekuwa ameokota kichache, hii stress ya kila, anashiba. Unaona mfumo wa amana ulivyo? Maana mfumo wa amana, mwenye bidii na mzembe wote sawa. Anayefanya kazi vizuri ofisini na ambaye hafanyi kazi, wote mshahara haupandi, wote vyeo havipandi. Anayeomba na kutoa zaka na ngoma ambayo haiombi na shinda klabu, maisha ni mlokola, ananena kwa lugha, misamiati migumu mpaka Roho Mtakatifu leo anatafuta kamusi. Na huyu ambaye ngoma haiombi, wote ni anayeomba, ameolewa kwenye ndoa, anaomba maombi mazito, na ngoma hii ambayo haiombi kabisa, wakiamka asubuhi wote wana nundu mpya. Mfumo wa amana hauthamini bidii yako ndugu yangu. Hauthamini, hangaika sana kuwa winga, kuwa nani nenda huku na huku. Yaani wewe na aliyoko kijijini kule Nkanaledi Ntwara mko sawa. Anayebidii, analeta maidea, anayetoa mawazo, anayeshughulika na anahangaika na kampuni, na yule mzembe kabisa anayefika saa 3, saa 4 ofisini, mko sawa. Yesema aliyeokota kingi hakubakiwa na kitu. Aliyeokota kichache hakupungukiwa na kitu. Kwa mwenye bidii na mzembe kwenye Mana Life mko sawa. Ndio maana wewe unaomba sana na kuna ngoma haiombi, mko sawa. Wewe unampenda Mungu sana, kuna mwamba hampendi Mungu, mko sawa. Wewe ni Mkristo, umeokoka, una imani, unanena kwa lugha, na kuna mpagani mwingine, wote mko, na saa nyingine yule mpagani ndiyo yuko. Hii ni Mana Life. Kwa lazima ujue, lazima uombe, lazima ujue tips zake. Manake itaenda sana, lakini nataka uone ya kwamba mfumo wa maisha ya amana hautaki watu wenye bidii. Hauthamini bidii yako. Bidii yako ya maombi, bidii yako ni bure. Umehangaika, umepambana, umekuja Dar es Salaam kwa loli, alafu kuna mwamba yuko kule anakaa tu, yani wewe na yeye mko sawa. Unajituma, kama ni mwalimu vipindi vyote unahudhuria, unafundisha watoto vizuri, yani unahangaika. Ukija kwenye ufaulu wa watoto ambaye mwalimu waga afundishi na wewe unayefundisha, watoto wamefaulu ufaulu sawa.
unajishughulisha, unasoma, unafanya biashara, na kuna mwamba mwingine hafanyi biashara wala nini, yeye anasoma. Ufaulu wenu sawa, maisha yenu pia sawa. Mfumo wa maisha ya maana hauthamini bidii ya mtu. Hii ndiyo sababu kwa nini kuna watu ambao wana bidii sana kwenye maisha lakini matokeo hawana. Wana bidii sana ili ukiwaambia wakuonyeshe kitu hawana. Bidii yao ni kubwa lakini ushuhuda wa bidii yao hamna. Nini? Wapo kwenye Maana Life. Asanteni. Sasa Jumapili tusimame. Tutaendelea next week. Naomba watu wa vyombo kidogo hapa. Tukao tunaimba ile wimbo amenishangaza nadhani. Tuimbe kidogo. Amenishangaza. Praise team, tukao tuimbe ile wimbo amenishangaza. Kanisa hili la Mungu halitaishi maisha ya maana katika jina la Yesu. Kesho yetu itakuwa tofauti na jana yetu. Jana tulipanga, kesho tutakuwa kwetu kwa jina la Yesu. Imani yenu ni ndogo sana. Jana tulipanga, kesho tutakuwa kwetu katika jina la Yesu. Amen. Inua tu mikono yako tumwabudu Mungu kwa wimbo ambao hawa watu wa Mungu amewapa. Ule wimbo tuliimba amenishangaza.